kuzungumza na waandishi wa habari, tueleze labda maandalizi yako vipi katika mchezo wa hapo kesho dhidi ya Simba Sports Club? Habari ya asubuhi. Maandalizi kwa timu yetu ya Dodoma Jiji. Nafikiri leo tutakuwa na session ya mwisho. Nafikiri tofauti kidogo ni ile weather kutoka Dodoma kuja Arusha. Kuna tofauti kidogo ukanda wa joto kali tule tunakotokea. Kisha hapa kuna hali ya hewa ya ubaridi. Kwa hiyo kuna utofauti uliopo, lakini nafikiri siku moja ama mbili zinaweza zikatufanya tukaadapt. Haiwezi kuwa excuse sana, lakini tofauti pekee iliyopo ni hiyo. Kikosini hatuna mchezaji yoyote yule ambaye ni majeruhi zaidi ya suspension tu ambayo yuko nayo Abdi Banda. Then tunapata urejeo wa Have Bea ambaye ni center back pia. Kwa hiyo wachezaji wote wametrain vizuri. Kimwili na kiakili wako vizuri. So sasa hivi nafikiri kulingana na nature mechi yenyewe tunadili sana issue ya kisaikolojia, kwa sababu tunaamini kwamba saikolojia inaweza ikatufanya tukafanya vizuri zaidi kwenye hii mechi. Ni kitu ambacho nafikiri tunakikazania sana, kwa sababu tukiwini upande wa saikolojia naamini tactically tuko vizuri, lakini pia kiufundi tuko vizuri. Okay, nikaribishe maswali matatu. Karibu. Kocha, nikiangalia mchezo wenu uliopita dhidi ya Simba, mliweza kumanage vizuri wasitengeneze nafasi nyingi. Wakaja na plani ya kupiga nje ya boxi sana. Kama unakumbuka walipiga nguzo mbili kutoka outside the box. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho, pengine aina ile ya uwanja na ni timu ya aina ile, unajipangaje kuwa na mchezo kama ule uliopita, pengine kukupa matokeo mazuri zaidi? Nafikiri mechi iliyopita ilikuwa ni mechi ya ligi na hii tena ni mechi ya knockout kwa maana ya CRDB FA. So kwenye mpira hakuna photocopy ya mechi kwamba tukatoe photocopy hii tuje nayo hii kacheze hivi. Kwenye mpira kila siku ni kitu kipya. Ninaamini Simba hawezi kucheza vile. Ninaamini pia Dodoma pia hatuwezi kucheza kwa namna ile. Kila mechi inakupa maswali. Namna ambavyo tumeapproach mechi hii, uwezo ukahamisha mechi ile ukaileta kwenye mechi hii. Nafikiri ni mechi nyingine tofauti. Hatutegemei kuwa na mechi nyepesi kama ilivyokuwa ile ya mwanzo, kwa sababu ukishacheza na timu kisha ukapata matokeo ya namna ile ya suluhu, maana yake unaongeza tena ugumu. Kwa kitu ambacho tunachokitegemea kwenye mechi hii, tunategemea kupata ugumu tofauti na mechi ya awali. Huenda mechi ya awali walikuja wakiwa na zile records kwamba huyu huwa tunamfunga, maybe kat favor sisi, lakini nao wanakuja sisi tukiwa na sare kwao. Kwa hiyo maana yake kunatia ugumu wa namna hiyo, lakini maandalizi yetu pia yamelenga kwenye ugumu wa namna hiyo. So ikiwa mechi ambayo itademand kufanana vile inaweza ikafanana vile, lakini sitegemei kama kila kitu kitakuwa kiko sawa vile, kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hakuna photocopy ya mechi yoyote ile, hata kama unakuwa umefanikiwa. Hiki tutakuja na kitu kingine kama kitaweza kutusaidia, lakini nia kubwa ni kuona tunaweza kupata matokeo kwenye mechi kutokana na mpango ambao tumeupangilia. Swali nyingine kwa mwalimu? Na swali? Okay. Hakuna swali? Let us speak English please. Kwa sababu nimeona kama mmekaa sana huko muda mrefu. Huenda labda kama Kiingereza ndio kinaweza kaleta maswali kidogo. Okay, unaomba nini mwalimu mashabiki wa Dodoma Jiji lakini pia wafuatiliaji katika mchezo wa kesho? Mashabiki wa Dodoma Jiji nafikiri timu yao wanaiona kwa namna ambavyo ina improve siku hadi siku. Lakini pia mashabiki wa mpira kwa maana yake tutegemee kuona mechi ambayo ni nzuri kwa siku ya kesho. Tutegemee kuona pati zote za kimpira, kwa sababu pati za kimpira nazungumzia, tutapata pati ambayo itakuwa ni attacking, isiweidha labda timu mwenyeji ama timu ngeni. Tutapata pati nyingine tena ya kimpira defending ambayo ni nzuri. Kwa nafikiri kwa kesho kwa mtu ambaye anataka kuangalia mpira anaweza kuona hizo pati zote mbili, pati attacking, pati ya defending. Kwa sisi tunahitaji tuwape mechi ambayo ni nzuri washabiki wetu. Tunataka tuwape at least season ambayo ni nzuri. Season ambayo ni nzuri ni kwamba ni mechi ambayo hii tumejiandaa dakika 90, lakini pia baada ya dakika 90 kwa sababu ni mechi za mtoano. Nikisema baada ya dakika 90 nafikiri mnaelewa kwamba tumejiandaa mpaka hatua ikishindikana, kwamba ikishindikana kuamua ndani ya dakika 90 mpaka hiyo extra kwa mujibu wa kanuni za mashindano pia tumejiandaa kwenye hiyo. Okay, sawa. Shukrani. Yes, huyo ni mwalimu Amani Chezaji. Wao watueleze ni kwa namna gani umejiandaa mpaka sasa katika mchezo wa siku ya kesho. William Edgar, karibu Arusha. Karibu uweze kuzungumza na Watanzania ambao wanakutazama kwa hivi sasa. Asante. Habari za asubuhi. Sawa. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa upande wa wachezaji, tumejiandaa vizuri. Walimu wametupa mbinu uwanjani jinsi ya kuwakabili Simba. Kwa naamini mchezo utakuwa vizuri. Mashabiki wa Dodoma Jiji, wapenzi wa Dodoma Jiji waje kwa wingi uwanjani
wategemee mazuri katika mechi ya kesho. Okay. Maswali matatu kwa William Edgar. Karibu. William, sifa yako kubwa uwanjani imekuwa ni kasi, na nikiangalia mechi kadhaa zilizopita kwa wapinzani waliocheza na Simba wamekuwa wakitumia vizuri sana mianya ya baadhi ya mpelekeo pembeni kupanda, na hata wewe pia ulifanya hivyo katika mchezo uliopita na nafasi ambayo ulikosa kutokana na aina hiyo ya mchezo. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho, pengine unaweza ukapata nyakati kama hizo, unawaambia nini wale ambao wana matumaini kwako, wana matumaini kwa Dodoma Jiji pia, especially tayari wakishajua kuna gap ambayo unaweza mkaitumia? Kwa upande wangu mimi kama mchezaji nimejiandaa vizuri mechi ya kesho. Kwa mwalimu akinipa nafasi naweza nikafanya vizuri na nikatumia nafasi. Kwa hapo ni maamuzi ya mwalimu wangu kunipa nafasi, nitafanya vizuri nikipata nafasi. Karibu. Edgar, ni kwamba Simba wapo nyumbani kikanuni, nyie mko ugenini kikanuni, lakini wote ni kama vile mko tu ugenini, kwa sababu kimsingi Simba huwa hawatumii sana uwanja wa Sheikh. Atmosphere ya namna hii inajenga vipi nyie kama timu mwenyeji ambao wote mko ni kama wote mko ugenini? Sasa hapo ni kama nilivyoongea hapo, ni plani za mwalimu jinsi tutavyoingia kesho, na kuhusu swala la uwanja na si ni advantage moja hapo ya kutumia uwanja ambao Simba ni wageni na si ni wageni, kwa tutafanya vizuri. Okay, kesho mlitoka suluhu. Nyinyi kama wachezaji wana motivate kiasi gani? Mlitoka nao sare na kesho mnakutana nao tena na mkiwa na positive mind, tuseme hivyo. Kwa wachezaji mnaenda vipi kwenye game? Picha gani mnakuwa nayo? Sasa hizo ni plani za mwalimu, maana mechi iliyopita ishapita, kwa hapo tuna focus na mechi ya kesho. Shukrani.